Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi na watazamaji wa channel yetu pendwa ya Ustadh Shafi Online TV. Leo tena tupo katika mwendelezo wa vipindi vinavyopatikana kupitia channel hii. Tunaomba uweze kusubscribe, kucomment, kulike, kushare ili uwe kwanza kupata matukio haya yanayopatikana katika channel hii ya Ustadh Shafi Online TV. Pia vile vile tunahimiza michango. Bado tupo katika michango ya kuelekea safari zetu za dawa hapo vijijini kwa namna ya maharibiko yaliyotokea kiimani. Kwa hiyo channel ama timu nzima ya Ustadh Shafi Online TV inayoongozwa chini ya usimamizi wa Sheikh Shafi Shomari Pango imedhamiria kufika vijijini kufanya dawa, lakini kwa juhudi zenu ama kwa ushirikiano wenu kwa ajili ya kuwezesha safari hizi za dawa. Ndugu wapendwa, leo tupo na Sheikh Shafi tukimuomba ama tukimtaka atueleze majambo mawili matatu katika yanayotuhusu katika dini yetu ama katika jamii. Lakini nitangulize kipindi hichi kwa kusema sio kila unalolisikia basi unaweza kulichukua kama lilivyo, kwa sababu elimu hizi zinapokelewa na watu maalum, lakini hazipokelewi na mtu yoyote. Kwa hiyo angalizo kwa yale ambayo yanaendelea huko mitandaoni ukalibeba na ukaishi nalo kwa namna ulivyolipokea. Sheikh Shafi, karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu, lakini vile vile ni waombe watazamaji wetu na wanaotufuatilia waweze kudondosha comment, lakini vile vile namna ya kuweza kuwasiliana na sisi kwa namba ambazo zinapita hapo chini ili kuwezesha mchango wako wa namna yote. Na unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba hizo kwa kufika ofisini kuonana na shekhe na ukakabidhi mchango wako aidha kwa pesa ama kwa kitu chochote ambacho wewe unaweza kuwezesha safari hizi za dawa ambazo kwa muda mrefu tumekuwa tukizitangaza na kuzileta kwenu tukitaka ushirikiano wa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tunaomba ndugu zetu, na kila kinachoombwa mara kwa mara basi kwa maana tunaelekea kwenye kudhalilika. Kwa hiyo tusifikie huko, basi tunaomba ushirikiano wenu, michango yenu ndio tunayohitaji hivi sasa ili tuweze kufikia safari hizo. Sheikh Shafi, kwenye mtandao sasa hivi kuna mjadala mkubwa, na sasa hivi wamekuwa wasemaji ni wengi sana, lakini wasomi wamekuwa wachache. Japokuwa watu mbalimbali wanaweza kusemea kitu fulani, lakini bado jamii imewekeza nguvu kwako kutaka na hili pia ulisemee, na imani umepata hiyo klipu ikiwa inazungumza kijana mmoja kuhusu Kiarabu, na anasema Mungu wa Waislamu anaelewa lugha moja pekee ambayo ni Kiarabu, na Waislamu bila Kiarabu kwa maana hakuna dini. Kwanza, kabla ya kwenda mbali zaidi, kuzama ndani zaidi ya kipindi chetu hichi leo, tunataka kujua ni kweli Mungu kama anakusema Mungu wa Uislamu anaelewa lugha moja pekee ambayo ni Kiarabu, na bila Kiarabu hakuna dini? Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalam ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Said, ujue hoja zimekwisha. Ndio. Na tunashukuru kwa kumaliza hoja kwa wale ambao wanapinga Uislamu. Ukimwona mtu anaacha kuzungumza vitu vyenye logic tukajibu kitu ambacho ana mashaka nacho ambacho kitakuwa kinatupa faida baina ya sisi wasemaji na wasikilizaji, takuwa wanapata faida. Lakini mtu huyo sasa anakimbilia kwenye masuala yasiyokuwa na msingi. Unaposema kwamba Mungu anasikia Kiarabu, weka kwambia nani maneno haya? Lakini sasa hiyo ni hoja na mtu kuishiwa hoja, kwa maana kwa sababu mtume kashushwa ni Mwarabu na lugha yake ikawa Kiarabu. Kwa maana sasa ingefika mahala mtume angeshushwa kwa Wandengereko na sharti la mtume lugha yake ingekuwa nini? Kindengereko. Yes, sasa angesema haiwezekani tu mtume anasema Kindengereko. Au angeshushwa na Kichaga, manake angelalamika. Kwa nini anazungumza Kichaga? Umeelewa sasa? Sasa hizi ni akili fupi na uelewa mdogo. Na huku ni kutafuta kiki kwa kuwachokoza Waislamu. Wanahisi kwamba ukisema jambo ambalo linapingana na Waislamu basi wewe unapata nafasi ya kukua kwa sababu umepingana na Waislamu. Na sisi hatukutaka kujibu Sheikh Said, lakini baada ya kuona limekuwa swala ambalo wasikilizaji wetu wanatamani kufahamu hilo, sisi tuambie kwamba Mungu anasikia lugha zote. Kila kinachosemwa Mungu anasikia.
ila Mungu Sheikh Saidi ametupa Kiarabu sisi wafanyaji ibada tusipate shida ya mawasiliano na Mola wetu. Japokuwa anasikia lugha zote, lakini anasikia. kimeteuliwa Kiarabu kuwa ndio lugha pekee ya kuwasiliana na Mungu katika ibada, ili sisi sote isije ikatupa shida namna ya kufanya ibada. Sawa. Kila mtu akipewa kufanya ibada kwa lugha yake, tatizo litakuwa kubwa sana. Tutakosa ule umoja wa ufanyaji wa ibada. Kwa hiyo Mungu akaamua kuchagua lugha iliyokuwa faswaha, ambayo kwa lugha hiyo itatumika kufanya ibada. Na hakuna lugha iliyokuwa fasaha sasa hivi kama lugha ya Kiarabu. Japo wanasema Kiingereza, lakini Kiingereza hakina upambanuzi uliokuwa bora kama lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ndiyo lugha ambayo ina ufafanuzi mkubwa sana wa kulielewa jambo kwa namna ilivyo na yale matamshi yake. Kwa hiyo ukijua lugha ya Kiarabu vizuri, unaweza ukalifafanua jambo kwa upana zaidi kushinda lugha yoyote. Kwa mfano turudi katika sura ya pili ambayo Adam na Hawa baada ya kutiwa kule peponi. Baada ya kutiwa peponi, Mungu aliwaambia kwa maneno ya Kiarabu, wala taqraba hadhihi shajara, na wala msiukaribie huu mti, au wala msile matunda ya huu mti. Wanakatazwa hivyo. Lakini pale tunajua walikuwa ni Adam na Hawa. Tuashumu sasa, Sheikh Saidi, we hujui wale walikuwa watu wangapi walioambiwa maneno hayo kwamba wasile matunda. Tuashumu ile Adam na Hawa halikulekwa, likawa neno wala taqraba, msile haya matunda. Hem, tafsiri neno msile kwa Kiswahili. Wangapi? Wengi. Kwa maana tafsiri ya hapo huwezi kuelewa kwa mujibu wa Kiswahili. Hao walioambiwa wasile tunda wangapi? Sawa. Upo? Ndio, nipo. Msile ni wengi, lakini wingi huu haujulikani kama ni 2, 3, 5 au 10 au na zaidi. Haifafanuliwi kwa Kiswahili. Si ndio? Inabaki tu kusema ni wengi. Ni wengi. Kwa hiyo utashindwa kufahamu wewe kupitia Kiswahili chako kwamba hawa ni wangapi walioambiwa wasile ili tunda. Lakini lete mfano huo katika lugha ya Kiingereza. You are not clothed with that or with this tree. You are not. Tatumia neno you. Sema nini maana ya tafsiri you linawakilisha wangapi? You wewe mmoja, you nyinyi wawili. Kwa hiyo tukitafsiri kwa lugha ya Kiingereza nayo inatunyima nafasi ya kujua kwamba hawa walioambiwa wale tunda peponi walikuwa wangapi, kwa sababu neno yu linadhihirisha mmoja yu, wawili yu, watatu yu, mpaka kuendelea utatumia neno yu. Sawa. Kwa hiyo hupati maana iliyokuwa bora kupitia lugha ya Kiswahili, wala hupati tafsiri fasaha kupitia lugha ya Kiingereza. Lakini unapotafsiri Sheikh Saidi maneno haya kwa lugha ya Kiarabu faswaha, utajua wale walikuwa watu wawili. Kwa nini? Kiarabu kina mufrad, kina muthanna na kuna jamu. Kuna vitu vitatu. Kuna kumsemea peke yake, kuna kusema kwa wawili, na kusema kwa wengi. Mbona kilivyokamilika? Ndio. Kiswahili na Kiingereza lazima uainishe. Nyinyi wawili, lazima utaweka neno tu, nyinyi wawili. Au Kiswahili utasema nyinyi wawili, takupa shida nyinyi wawili. Lakini Kiarabu ikiwa umemsemea mmoja, neno hili taqrab litakuwa taqrab, atamaanisha huyu mtu huyu mmoja. Sawa? Ikiwa utasemea wawili itakuwa taqraba, kwa maana hawa wawili. Ikiwa wengi sasa itakuwa taqrabu. Sawa. Mbona ufunge? Sasa kwenye ile tafsiri ya aya,
Mungu kataka kutujulisha ni watu wangapi walioambiwa wasile lile tunda, ikasema wala taqaraba. Kwa maana ufundi wa lugha ya Kiarabu unakwambia hao ni watu wangapi? Wawili. Tofauti na Kiingereza hujapata kujua wangapi, tofauti na Kiswahili hujapata kujua wangapi. Sheikh Said, kwa hiyo Qur'an ni lugha faswaha sana. Kiarabu ni lugha faswaha iliyokamilika kila mahala. Tofauti na Kiingereza, mti mmoja utasemaje? Tree. Miti mingi? Trees. Wingi wa Kiingereza unaanzianga mbili, sio? Mbili, naam. Trees. Lakini ikiwepo miti zaidi ya mitatu minne utasema hivyo hivyo nayo. Ndio hivyo. Kwa hiyo upate kujua miwili ipi, mitatu ipi, minne ipi, mitano ipi. Tuko sawa? Naam. Lakini Kiarabu shaja mti, shajaratan, Miti miwili, ashjaru, miti mingi. Sawa sawa. Mbona lugha ya Kiarabu ilivyokuwa faswa sasa? Ndio. Leo Sheikh si tuko ndani hapa. Amepita mtu nje huko. Mimi na wewe hatumuone yule mtu. Yule mtu akaitwa kwa Kiswahili, wanaitana huko. Wewe. Kiswahili kitatujulisha. Yule anaitwa ni mtu huyu mmoja. Lakini hakitotujulisha ni mwanamke mwanamume. Kujua nani sasa atoke amfuate. Na hajulikani kama unaitwa ndio mwanamke au mwanamke, bali wewe tu. Sawa sawa. Wewe mchezaji kwa mujibu wa Kiswahili. Kwa mujibu wa Kiswahili. Wewe. Sawa sawa. Kiingereza nacho akipita mtu hatumuoni anaitwa huko, hakitatujulisha ni mwanamke au mwanamume. Kwa nini? Itatumika nini? You. Sisi tutasikia ndani ile kauli. You tutajua huyu anaitwa, lakini jinsia gani? Sawa sawa. Sheikh, tuko pamoja. Tuko pamoja. Vitu vinazama kabisa. Chana na hawa wajinga. Kama mimi naitwa wajinga, wajua wanachokisema. Eti wanataka kuikosoa Qur'ani. Qur'ani huwezi kuikosoa. Labda si tuondoke katika dunia. Wabakie watu ambao hawawezi kuitetea. Na ndio maana Sheikh Said tupo katika harakati za kutafuta madrasa kwa ajili ya kufundisha hivi vitu. Hata sisi, mimi nikiondoka, watu wajue kwamba mwalimu alipita hapa na hapa alipita hivi. Na uzuri kwamba hizi haya matukio tunayorusha kupitia channel hii yanahifadhiwa. Kwa baadaye mtu anaweza akapita kabisa unasema Sheikh alipita hivi. Na wapo wengi sana wanaosoma kupitia hizo. Wengi wanatupa pongezi Sheikh Said, wanashukuru, mnatufunua akili, mnatufunua vichwa, mnatetea Uislamu kwa hali na mali. Wengi wakasema kwa shauri basi tujenge madarasa kwa ajili wanaotaka kusoma sasa waje wachukue hii elimu, na tumelipokea hilo na tunalifanyia kazi inshallah. Na ipo siku tutasimama katika madarasa yetu inshallah kupitia hawa wafuasi wetu Waislamu, alafu tutaandikisha sasa, jamani njoni mule darasa hili. Sawa. Kwa hiyo Kiingereza Sheikh Said akitupi faida kutuambia kwamba jinsia gani, rudi kwenye Kiarabu. Sisi tuko ndani, akapita mtu huko Kiarabu, kwa ile kauli tutakayoisikia tutajua kama ni mwanamke au mwanamume. Kwa nini? Tukisikia anta, mwanaume, tutajua mwanamume anaitwa. Japo hatumuoni, tunasikia sauti tu, lakini tutajua huyo sasa nani anaitwa mwanamume. Akiitwa anti, tutajua nani mwanamke. Huyo mwanamke anaitwa. Ufundi wa Kiarabu. Upo Sheikh? Nipo, tupo pamoja. Huu ndio ufundi wa lugha ya Kiarabu. Sasa kwa tunaweza sasa kusema lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo imejitosheleza kabisa. Lugha ya Kiarabu, na ukiikosea kama hujui kuisoma vizuri, hauwezi kupata faida kwa kile ambacho unachokwenda kukisoma. Umeelewa?
Ili sasa upate faida, sharti uitambue vizuri lugha ya Kiarabu na vikolombwezo vilivyokuwemo ndani. Utaona kabisa inakufunua akili. Sasa hawajui lugha ya Kiarabu, wanapata shida na Qur'ani, wanapata shida na Qur'ani. Lakini kule kusema kwamba eti Mungu hasikii lugha yoyote, hapana. Mungu anasikia lugha zote, ila katuwekea Kiarabu kilichofafanuliwa vizuri ili tuweze kushikapana pamoja katika kuwasiliana na Mungu, sote tukiwa na nia hii moja. Lakini kuumbwa kwa makabila tofauti, Mungu alituumba kwa sababu. Soma Qur'ani 49:13. Nisome Qur'ani 49:13. Kuna vitu Saidi hapo sawa sawa vitamu sana. Sawa sawa. 49:13 Qur'ani. Kuna vitu ambavyo tutafunuka akili katika kuvisoma. 49:13 inasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbieni nyote. Rudia tena. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni nyote kwa yule mwanaume mmoja Adam. Unaona? Mungu asemi enyi Waislamu. Enyi watu. Ya ayyuhan nasu. Kuna tambihi, kuna nida. Harfu nida na kuna harfu tambihi. Tunaitwa alafu tunasema hey. Sawa? Unaitwa Saidi, alafu unasema hey. Kwamba sasa stuka unachotaka kuambiwa. Enyi watu, hakika yetu sisi. Umeona neno inna? Umeona? Kwa akili za Wakristo watasema Mungu anasema hakika yetu sisi. Kumbe hiyo inna sasa hiyo ina mambo mazito kweli kweli. Kwa nini Mungu aseme hakika yetu sisi, asiseme hakika yangu mimi? Waarabu wanasema ta'dhimu li nafsi, inaitwa Mungu kujitukuza katika nafsi yake. Wazungu wanaita majestic plural, wingi wa kujitukuza. Waswahili na nyinyi na maneno yenu, unaweza kukuta shehe umevaa saa hiyo, nikakwambia saa yako nzuri, ukasema saa kama hii tunavaa watu kama sisi. Sawa sawa. Kumbe tunajitukuza pale. Tunajitukuza tulivaa ni wewe peke yako. Sawa sawa. Qur'ani rasmi sana. Wallahi wa billahi wa tallahi wasiojua Qur'ani wa Kristo wanapata shida na Qur'ani. Endelea. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni nyote kwa yule mwanaume mmoja Adam na yule mwanamke mmoja Hawa. Unaona? Mungu anasema katuumba sote kwa yule mwanamume mmoja Adam na yule mwanamke mmoja Hawa. Na tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali. Na tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali. Unaona Mungu anavyosema? Katufanya mataifa na makabila mbalimbali. Kuna Mchaga, kuna Mzaramo, kuna Mdengereko, kuna nani, kuna taifa hili, kuna taifa hili. Lengo nini sasa? Tukejeleane? Ili mjuane tu basi, sio mkejeliane. Tujuane. Ili tujuane, sio tukejeliane. Sawa. Ndio. Tunajuana vipi? Sheikh Saidi akija Mchaga leo hapa tutamjua tu sisi. Kwa ngoma hii imetoka wapi? Imetoka Kilimanjaro. Watu wanamswalia mtume, kwamba wewe mswalie mtume, tumswalie mtume Muhammadi kweli. Unajua ngoma hii imetoka wapi? Buchagani. Umeona? Wewe utakavyozungumza Kiswahili chako Sheikh Saidi, sisi tutakujua kwa Kiswahili hiko. Wewe umetoka wapi wewe? Umetoka sehemu fulani. Ndio Mungu akasema. Makonde akija utamjua kwa lafudhi yake namna anavyozungumza. Mwatakaeni. Si ndio? Kuna Makonde mmoja aliulizwa, watani zangu hawa, akaulizwa
nyinyi mbona kwenye eni kwenye m mnasema eni? Kwa nini kwenye m mnasema eni? Akasema sio wote, inategemea mtu na mtu. Baada ya mtu na mtu. Akasema tena inategemea mtu na mtu. Kaulizwa swali. Nyiwa Makonde nyinyi mbona kwenye m nyinyi mnaeka eni? Inakuwaje? Akasema sio wote. Inategemea mtu na mtu. Na yeye mwenyewe sasa akarudi kwenye nini? Kwenye pale kusema nini sasa? Kusema eni ile baada ya emu akasema eni ile. Sio, unaelewa? Nakuelewa. Tunatofautishwa makabila, mataifa. Na nyingine Mungu anasema lugha zetu. Hawataongea lugha hii, hawataongea ile. Wote ule ni ufundi wa Mwenyezi Mungu kuonyesha kwamba watu wanaongea lugha mbali ni ufundi wake nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kwamba Mungu anasikia nini? Anasikia lugha moja, sio neno hilo Sheikh Saidi. Tumeelewa? Kwa maana sasa hapa tunaweza kupata funzo kwamba namna taifa fulani linavyozungumza lugha fulani ama namna kabila fulani linavyozungumza zile lugha yao, sio kwamba wao wametaka kuzalisha yale maneno, ila Mungu ametengeneza huo mfumo. Rudia tena. Makabila na mataifa yasiokuwa sisi kama sisi sasa Waswahili. Umeona bwana? Marekani wanaongea Kiingereza, sijui wapi wanaongea Kifaransa, sijui hivyo. Na makabila pia huku utakuta Kindengereko na namna yao, namna wanavyozungumza kilugha chao. Kwa maana sio wale watu wametaka kwamba wamekaa chini, bwana tutunge hivi, si ndivyo? Ila ni mfumo wa Mungu ameweka hiyo mifumo yake kwamba nyinyi taifa hili mtazungumza lugha fulani. Na haina maana kwamba eti kabila hili litazungumza kitu fulani kwamba Mungu hasikii, ila anaelewa. Mungu mwenyewe ndo alisema katika Qur'ani, na kutofautishieni ndimi zenu. Hao watazungumza lugha hii, yote ni dalili ya kuwa Mwenyezi Mungu yupo kule kutofautisha usemaji wewe. Sasa ule kitu shida. Huyu akijui kitu. Kwa hiyo haimaanishi Sheikh Saidi kwamba Mungu anasikia Kiarabu. Mungu kakieka Kiarabu sio kwake yeye. Ameweka Kiarabu kuwa lugha ni kwa ajili yetu sisi katika mfumo wa ibada kumwabudia yeye, tusikosane. Sasa hapo maana umesema Mungu ameweka Kiarabu kwa ajili ya kumwelekea kiibada ili tusikosane. Na sasa hivi ukizungumzia hapa kwetu Tanzania tunawekeza Kiswahili kiwe kinajulikana mataifa mengi sana yanayotuzunguka. Lakini juhudi za kuzieneza Kiarabu imekuwa zinabaki huko. Kwa maana sasa tuchukue nafasi hii, ama Shekhe unalizungumzaje kwamba Kiarabu kinapaswa kuenezwa kwa kila nchi kwa Muislamu ama na watu ambao wasiokuwa Kiislamu wakitumia? Kiarabu ndio lugha ya kumfanyia ibada Mungu ili tupate mawasiliano baina ya sisi na Mungu wetu. Anayetaka kufanya ibada kwa Mola wake ili tusikosane katika ibada atatakiwa atumie lugha ya Kiarabu ili mimi na wewe tuweze kuelewana katika ibada ya kumfanyia Mola wetu. Ikiwa tutafanya ibada mimi Muingereza, wewe Mswahili Tanzania, mimi Kiswahili sijui, wewe Kiingereza hujui, tumekutana hapa tunataka tufanye ibada kwa Mola wetu, unadhani tutaelewana? Hatutoelewana, watu tofauti. Asante. Sefania 3:9 inasema, maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana, tena wamtumikie kwa nia moja. Unaelewa? Hapa kuna lugha maalum inayotumika kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Malizia kwa nia. Kwa nia moja. Yaani sote tutakuwa nia yetu hii moja ya kumtumikia nani?
Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo. Chesadi anaongea nini huyu? Unajua kuna mtu Chesadi anazungumza afu natamani nyinyi ndio mnawajibu yani. Yaani mtu kama huyu Chesadi kunibebesha mimi, yani mnanibebesha kama vile nzi katua kwenye kidonda alafu natumia nyundo kumpiga. Kwa hiyo ananipa shida hata namna ya kumuelimisha. Huyu ni saizi yenu nyinyi ambayo mnaweza kupambana naye, mkaniuliza tu mimi Sheikh Shafi hapa inakuaje, afu nyinyi mkambomoa tu. Yaani hakuna haja naye kujiona ajisifu kwamba hata Sheikh Shafi kamtia mdomoni. Ila kwa sababu ndo dini ndo tunamweka mdomoni kwa ajili ya kusafisha nini? Mazingira. Na sikutaka kujibu isipokuwa Waislamu baada ya kuona message zimekuwa nyingi, na si channel yetu imejipanga kwa sababu ya kutoa majawabu kwa yoyote yule ambaye anakuja kusema vibaya Uislamu. Ndio channel yetu imejipanga. Kwa maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo, sio zilizo. Iliyo ni moja. Iliyo safi. Lengo nini? Wapate kuliitia jina la Bwana. Hiyo lugha hiyo ndio wapate kuliitia jina la Bwana na kumtumikia kwa nia hii moja. Duniani kote watu wataliita jina la Bwana kwa lugha moja na watamfanyia ibada Mungu kwa lugha moja kwa nia hii moja. Ndio sisi tunasema katika dini zilizoko duniani, dini ambayo duniani kote inafanya ibada kwa lugha moja ni Uislamu. Haujalishi yale mataifa yetu, haijalishi kule lugha zetu kutofautiana, lakini wakati wa kufanya ibada ya Mungu kwa sababu tunatumia lugha moja, sote tunamtumia Mungu kwa nia hii moja. Kiwa Tanzania ikifika wakati wa swala, Makonde ataweka kimakonde pembeni, Mdengereko ataweka kindengereko chake pembeni, Mchaga ataweka kichaga pembeni, Masai ataweka kimasai pembeni, atasimama Allahu akbar, Allahu akbar. Chisaidi Kiarabu hujui, lakini utajua. Unajua muda wa swala, unatoka ulipotoka unakuja msikiti, tuna swali, tukimaliza kuswali lugha gongana. Lakini wakati tumesimama Allahu akbar, sio tena wewe unakuja pale namshukuru Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe wote. Hiyo lugha yako Bwana wa viumbe wote, kuna huku Msukuma hajui Kiswahili. Utamuacha? Sawa? Utatakiwa useme ile lugha ambayo tumekubaliana wote kwa pamoja tuijue. Sio kuijua kuizungumza lugha, tumekubaliana kwa pamoja tujue mfumo wa kumfanyia ibada Mungu kwa nia hii moja. Na ndio maana katika ibada za Kiislamu kuna masharti yawepo, swala yako ndiyo itimie, mojawapo kusoma surati al-Fatiha. Kwa hiyo utalazimika wewe lazima uijue surati nini? Fatiha utaisoma na kwa Kiarabu. Kwa sababu ukisoma Kiswahili kuna mwingine hajui Kiswahili, utamuacha. Lakini kwa sababu Sheikh Saidi utajifunza Kiarabu, kujua kuswali kwa Kiarabu, yule kwa Kiarabu, yule kwa Kiarabu, mimi kwa Kiarabu, tukiingia msikitini wote tunaswali kwa Kiarabu. Kwa hiyo tukisema alhamdulillahi rabbil alamin mpaka mwisho wala dhalin, tutajua wote kwa sababu wote tunajua namna ya kufanya ibada. Sasa akili za huyu anadhani Uislamu ni dini ambayo unatakiwa ukajisemee tu katika ibada. Umeelewa? Kwamba wewe unaingia ibada unayofanya unajua mwenyewe, yule ibada anafanya mwenyewe, yule ibada anafanya mwenyewe, yule ibada itakuwa sio ibada hiyo. Yaani Mungu kama asingeweka utaratibu wa kufanya ibada, unadhani tungefanya ibada vipi ndani ya misikiti? Yaani Mungu akasema kila mtu akafanya ibada yake mle anayojua yeye, watu watacheza disco mle. Kweli.
lakini Mungu akaipanga ibada ismu jami'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu. Ibada ni jina lililokusanya kile ambacho Mungu anakipenda na kukiridhia. Sawa sawa. Umenipata? Nimekupata. Sasa kwa maana sasa sio kila mtu kama alivyokusudia yeye au anavyodhania kwamba ukijamulia ukachagua mfumo wako huu basi nitamwelekea Mungu kwa mfumo huu. Hapana, kumbe Mungu ameshaweka tayari mfumo maalum wa kuelekewa yeye namna gani sisi tuweze kufanya ibada kwa nia moja. Ile lugha sio kwamba Mungu anasikia hiyo tu, anataka mimi na wewe tukiswali tuelewane. Toka hapa Sheseli nenda Uingereza. Hujui Kiingereza maskini. Sawa? Ndio. Umefika wakati wa swala saa 7 kasoro. Muingereza anatakiwa kufanyaje ili kunijulisha mimi tunaenda kuswali? Adhini. Anatoaje adhana? Inabidi adhini sasa kwa Kiarabu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So ile sasa kwa Kiingereza. God the great, God the great. Mimi sijui utachanganya hiyo. Ataadhini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Hujui Kiingereza, utajua kwa muda nini wao? Kuswali. Sheikh Saidi tumesimama pale Kiingereza hujui, mzungu anakufanyia takada. Unapita mbele pale Allahu Akbar. Wanafuata wote nyuma. Wanaacha ule Uingereza wao pembeni. Kama wanavyosema. Wanafuata lugha ya kumtumikia Mungu kwa nia moja. Toka hapa Sheikh Said nenda China. Hujui hata Kichina. Ukifika wakati wa swala? Mchina anafanyaje? Inabidi adhini. Adhini kwa Kichina? Hapana. Anaadhini kwa nini? Kwa Kiarabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kichina hujui. Utaenda utatawadha, ukishatawadha utarudi zako tena utaambiwa pita mbele. Unawaswalisha wa China aliyakuwa wewe hujui nini? Kichina. Allahu Akbar na wao mpaka mwisho. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pale lugha viatu mnagombania kila mtu lugha sana. Lakini wakati wa ibada wakati wa ibada Arabu tu. Mmeelewana mjelewana? Tumeelewana. Anaongea nini huyu? Ajui anachokisema. Au kama anajua anatafuta umaarufu kwa kusema Uislamu. Mkristo anayetoka Tanzania anayeenda China swali. China leo. Ameenda kanisani kufanya ibada kama anavyodai, Mchina asema huya. Labda anawaambia tuimbe, yaambie makofi. Haelewi. Ataelewaje sasa hicho kitu? Haelewi maskini. Ndio lugha moja Sheikh Saidi. Sio Mungu anasikia lugha moja. Hii lugha ni ya sisi mawasiliano ili ibada yetu iwe kwa nia hii moja, sio kwamba Mungu anasikia lugha moja. Kwani hapa tukilipa kumwambia ya Rabbi tujalie maisha mazuri, kwa Kiswahili Mungu asikie? Anasikia. Anasikia. Jinsi ibada yangu mimi binafsi. Sio? Lakini kwenye ibada ya mawasiliano ya dunia nzima ni nini? Kiarabu lugha moja. Lakini ukiwa peke yako unasoma, ukiwa peke yako omba unavyoweza. Mungu anasikia, lakini katika ibadati ya mjumuiko ya ile ibada ya kuswali ya Mungu lugha hii, ili mradi yule wa China akija hapa usimpe shida katika kuswali, tatumia lugha tuliyokubaliana ambayo tunaisoma kabla hatujaanza kufanya hivyo. Sawa sawa. Sasa alienda mbali zaidi na kusema kwamba Mungu anamtakia rehma mtume. Vipi Mungu amtakie rehma mtume? Anamtakia kwa namna gani? Wakati yeye ndo Mungu. Shida yake kwa nini Mungu aseme anamtakia? Anamtakia yani kama kuna mtu kuna nafasi nyingine ipo kwamba inaombwa ili aipate mtume. Msoma Kutoka 34:5.
Kutoka 34 mstari wa 5. Inasema Bwana akashuka ndani ya lile wingu. Bwana akashuka ndani ya lile wingu. Nani huyo anashuka? Bwana akashuka katika nini? Ndani ya lile wingu. Endelea. Akasimama pamoja naye huko. Akasimama pamoja naye huko. Endelea. Akalitangaza jina la Bwana. Bwana akatangaza jina la Bwana. Kwa kuna bwana mwingine. Ukija kwa akili unapata kama kuna mabwana wawili hapa. Kuna mmoja ndo mkubwa zaidi, alafu kuna mwingine huyu anayetangaza ni mdogo. Ni mdogo, afa anatangaza jina la Bwana. Kwa hiyo nasi hapa tutafsiri Mungu kalitangaza jina la Mungu. Kwa hiyo Mungu kalitangaza jina la Mungu. Akili mbovu sana Shesaidi. Wanajaribu kutafuta chokochoko za kuikosoa Qur'an. Lakini Qur'ani imekamilika. Mungu mwenyewe anasema afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Kwa nini makafiri hawazingatii Qur'an? Walau kana min indi ghairi Allah, lau kana kwamba Qur'an ingekuwa haijatoka kwa Mungu, watakuta ndani yake kuna tofauti. Mungu anapiga tembeni kifua mbele. Sasa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamswalia mtume. Tunasema kuna vitu lazima uvijue. Mungu anamswaliaje? Anamtakiaje rehema mtume? Ni insha'atu rahma ala abdihi. Ni kule Mungu kuteremsha rehema kwa mja wake, ndo anampa zile, anamtakia. Malaika wanamtakiaje rehema mtume? Ni kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tufanyeje? Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallim, na sisi tumswalie mtume, tumtakie rehema mtume. Msoma Mathayo 9:13 bwana. Sawa. Mathayo 9:13. Mathayo 9:13 inasema, Yesu anasema lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Nini? Nataka rehema wala si sadaka. Yesu naye anataka nini kumbe? Rehema wala si sadaka. Na sisi tunatakiwa tumtakie rehema nani? Mtume. Shida nini? Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo Mungu anapomtakia rehema mtume ni insha'atu rahma ala abdihi, ni kumshushia rehema kwa mja wake. Malaika kumtakia rehema mtume ni kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu kwa matendo yake mazuri, na sisi tumtakie rehema bwana mtume. Umenipata sasa hivi? Naam. Umeelewa? Ndio. Na ya kwa maana sasa hapa andiko linasema yani si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Hata Yesu pia anataka rehema. Sawa sawa. Na hilo neno hawalipendi Wakristo, hawataki kusema rehema. Unaona kama limekaa Kiislamu Muislamu. Ushasikia Kristo anasema rahma? Hapana. Turehemewe bwana. Je, kusikia? Hapana. Wanaliogopa, unaona kama limekaa Kiislamu. Sawa. Lakini sasa kuna ile nilisema mwanzo wakati natanguliza kipindi hichi kuleta kwako kwamba wasemaji wamekuwa wengi na wenye elimu ni wachache. Ameleta hoja kwamba baada ya mtu kuzikwa, yale maji yanayomwagiliziwa pale juu ya kaburi ndiyo maji ambayo yanapelekea yule mtu kumwingia masikioni na kumzindua na kuweza kujibiwa, kuulizwa sasa yale maswali na yeye akaweza kuyajibu. Je, ni sahihi yale maji yanafanya hiyo kazi kama anavyoelewa yeye? Kwanza Sheikh Said, kuna kitu hapa umenikumbusha nikiseme. Maji hayamzindui mtu aliyelala pale kaburini. Hazinduliwi na maji yale. Sisi tunafanya makosa tukiitikadi, tutakuwa na makosa tukiitakidi kwamba yanakwenda kumzindua yule maiti pale kaburini. Hayamzindui maiti. Kwa
sababu kijagi kile kimoja cha maji na tani ya mchanga iliyokuwepo pale na ubao kinawezaje kupita mpaka kumfikia yule maiti katika sikio lake na kumzindua? Na Mungu hajaweka utaratibu wa maiti kuzinduka kwa kuwekewa yale maji. Historia ya yale maji sisi tunayafanya kama sunna aliyoifanya Bwana Mtume Muhammad. Mtume alifanyaje? Mtume wakati kuna mahala alikuwa anazika na kule kulikuwa jangwani, upepo ukawa unaondosha kile kituta kilichowekwa kile. Tashasaidi ndio upepo unaondosha kile kituta kile, kinapigwa na upepo, kinapigwa na upepo. Mtume ndo akaagiza maji kwa ajili ya kumwagia ili paloane, pashikane, pasiondoke na upepo. Umeelewa? Sasa jambo lile madhali Mtume amelifanya, sisi sasa hatutaki kufanya kwa sababu ya kile kitendo cha upepo. Sisi sasa tunaweka hii ni sunna, Mtume alimwagia na sisi tunamwagia, lakini sio kwa sababu eti aende sikioni mtu asikie kupitia maji yale. Tunafanya kwa sababu Mtume alifanya, na sisi tukifanya tumeiga sunna ya Bwana Mtume, japo Mtume alifanya kwa sababu maalumu ya kuzuia mchanga usiondoke na upepo, akamwagia maji kwa ajili ya kushikana. Kwa hiyo sisi tunafanya kwa sababu Mtume kafanya, japokuwa hatufanyi kwa sababu ya kuweka ule nini mchanga sawa. Sisi tunafanya kwa sababu Mtume kafanya. Mimi nimekuelewa kwa Shekhe anasema tunafanya kumwagia maji juu ya kaburi kwa sababu Mtume alifanya, kwa sababu ule mchanga usiondoke na upepo. Kwa ile kwetu tunafanya kama sunna kwa kuwa Mtume alifanya. Japo Mtume alifanya kuzuia ule mchanga usiondoke na upepo. Lakini si mazali Mtume kafanya, hatuangalia alizuia mchanga, sisi tunasema tunamwagia na sisi kwa sababu Mtume alimwagia. Lakini hatumwagii kwa sababu eti imfikie sikioni maiti asitoke. Sawa sawa. Sunna ni mwenendo na matendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyofanya yeye ama yaliyofanyika mbele yake na Mtume hakukataza. Hiyo ndio sunna, na sisi tunafanya hivyo kwa mujibu wa Mtume alivyofanya kwa makusudio hayo. Tunarudia vile vile kama pale mwanzo nilivyofungua kipindi kwa kuleta kwenu michango, bado tunaomba, na niliwahi kusema kwamba kuomba ni udhalili, na udhalili wa kuomba unazidi pale ambapo kile unachokiomba unakikosa. Labda Shekhe, kwa uchache tu wa muda, tunaelekea kufunga kipindi chetu, mpaka hivi sasa kufikia lile jambo ambalo tunalisema kwa watu kuhusu safari za dawa vijijini, na tunawaletea kwao ili aweze kutushika mkono. Mpaka sasa tumefikia wapi kwa ule mjumuiko wa tathmini yetu namna ya safari? Sasa bado hatujapiga hatua yoyote mpaka sasa, kwa sababu hatujapokea kile ambacho tunahitaji kifanywe kazi ili tuweze kusafiri. Na sio kusafiri tu, tulizungumza tuna shida za kamera, tunashindwa kwenda live. Juzi umepita mdahalo, tumeshindwa kwenda live kwa sababu kifaa cha live kile hatuna. Laptop za kisasa ambazo zinakuwa na uwezo mkubwa sana hatuna. Bado tuna matatizo ya maiki, bado studio yetu haijakaa sawa. Lakini bado tuna tatizo la vifaa, vyombo vya kwenda kufanyia kazi ya dawa. Bado tumeomba namna gani tutapata sehemu ya kufundisha ili watu waweze kusoma. Kwa hiyo tuwaambie Waislamu, channel yetu sisi tupo, tunaweza kusema, tunaweza kujibu, na tunapambana katika kufanya kazi ya Mungu. Wao wajitolee zile mali zao ambazo Mungu kawapa. Kamera mtu mmoja anaweza kanunua, laptop mtu mmoja anaweza kanunua. Hata kama una usafiri mbovu ule, sisi tunachukua kwa ajili ya kwenda vijijini. Mashine za kufanyia kazi una uwezo wa kanunua. Kwa sasa tunalilia sana kile kifaa cha live ambacho kitaweza kutuendesha kwenda live, yani watu watapata vitu live. Na wale sasa, kwa maana sasa watu sasa wataona zile juhudi sasa zinafanywa live, watakuwa wanapata. Lakini bado
tunakusanya vile vile misahafu, majuzu, watu wana nguo zao watoto wao hawavai, bado zinatakiwa kwa ajili ya kwenda vijijini, lakini mwisho wa siku tutawaekea namba ambayo itakuwa inapokea hizo sadaka ambazo wanazotuma, ila kwa sasa watapiga namba ambayo inayopita hapo chini. Wakishapiga hiyo namba watapewa maelekezo kwamba tunachotakiwa kufanya 1 2 3. Sio pesa. Kisaidi sio lazima si utupe pesa ukaenda kutusimulia kwamba tumekula hela yako. Wewe tuletee kamera, tuletee maiki, tuletee laptop, tuletee vifaa, tuletee kile ambacho unacho uwezo wa kutuletea. Unaona kwamba hiki kitaweza kwenda kufanya kazi ya Mungu. Maana unaweza ukatutumia pesa yako baadaye uko na mbona hivi ukaona kimya ukaza tena habari nyingine. Hapana, sisi tumejitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunahitaji hivyo vifaa vyote. Tunahitaji kamera, tuna kamera za kisasa, tunahitaji laptop, tuna za kisasa, tuna mic za kisasa, hatuna kifaa cha live. Yaani tumekwama. Watu wengi wanapiga simu, Sheikh Said wanatupongeza kwa juhudi tunayoifanya, lakini tunawaambia shida kubwa tuliyokuwa nayo, tupeni vifaa tukafanye kazi ya Mungu. Kwa sasa zinakaribia kwisha. Sasa tunapambania kwenda vijijini kwa ajili ya kutangaza jina la ilaha illallah Muhammad. Tunafeli sana safari zetu za vijijini kwa sababu Sheikh Said ukitoka hapa lazima uwe na masurufu kwanza ya kule unapokwenda, utakaa siku ngapi, unasafiri na kitu gani, mtakula nini, familia nyumbani yako unaiacha vipi. Sasa watu wengi sana wanaleta dauti kwamba mashehe natakiwa mfanye kazi. Tunaweza tukafanya kazi, lakini kazi tutaiua. Kwa sababu mimi kila siku Sheikh Said nakaa nashinda katika mitandao, naandaa mada, nafanyaje, hata ule muda kusema wa kutoka kwenda kuhangaikia maisha unanishinda. Sasa nikisema naweza kweli nikapita Kariakoo pale kwa marafiki zangu nikwambia bwana nipeni kazi bwana, wakanipa kazi hata ya kuuza mitumba ya kufanyaje, lakini jua huko ndo sirudi tena, kwamba watu watazidi kuchafua Uislamu. Kwa hiyo nimejitolea na ndugu zangu kufanya hii kazi ukweli wa kuifanya. Basi Waislamu ndio wana haki ya kutuangalia kwamba maisha yetu yataendaje, tutaishi vipi, yani watukabidhi jukumu la kufanya hili kazi. Hata siku ya kiyama wamwambie Mungu bwana, si tulitoa vyetu, muulize Sheikh Shafi, si tulitoa vyetu yeye afanye kazi fulani, alifikia wapi? Kwa hiyo bado tunaomba Waislamu wapige katika namba zinazopita hapo chini, waseme kama wana shida na Ustadhi Shafi, hiyo namba ya vijana wangu, waambie bwana na shida na Ustadhi Shafi, nataka kuzungumza naye na 1 2 3, watanipa taarifa au watakutumia namba yangu, utazungumza na mimi, lakini utapewa namba maalumu ambayo ndio namba sasa ya kupeleka sadaka zao, na tutakuwa tunawaambia, na Mungu akitujalia kama tutapata hivyo vifaa, tunakwenda vijijini, wataona mikutano yetu live na watashuhudia maisha ya Waislamu walioko vijijini. Sawa, na mtashuhudia maisha ya Waislamu walioko vijijini. Kadri mnavyochelewa kurahisisha ili jambo la dawa za vijijini, ndipo pale inapopelekea maharibiko yanakuwa mengi. Kwa hiyo shekhe ameomba kwa upana zaidi, na watu namna wanavyofanya juhudi kama hizi yapaswa kushikwa mkono. Wengi wananunuliwa magari, wanafanywa hivi, lakini shekhe amewekeza kiasi cha muda wake, kiasi cha maisha yake katika swala zima la kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika hali zote za kufanya Uislamu uendelee kuwa imara, uendelee kuwa imara kwa wale watu ambao wanaochafua Uislamu na sehemu ambazo zimetokea maharibiko ya Kiislamu, ya kiimani. Mimi nilikuwa wako Saidi Abdallah nikikuletea matangazo haya moja kwa moja kupitia katika studio hizi za Usashafi Online TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Huh?